Riziki yako tayari imeandikwa ewe mwanadamu, imma ichelewe au imma ikuje haraka. Hakuna njia yoyote riziki yako itakupita. Na hapa napenda nimalizie na kisa ya watu waliokuwa katika msafara. Walikuwa mahali kwenye desert, wanasafiri kwa group. Kuna baadhi wakawa wako nyuma kidogo, wengine wako mbele, lakini kuna mmoja wao alikuwa nyuma sana. Wakageuka baadhi wakasema, fulani alikuwa nyuma sana na hatumuoni saizi, hebu acha turudi tumwangalie hali yake. Wakamkuta ameanguka kwenye kisima, wakamtoa kwenye kisima kile, akawa kwenye pembe ya kisima. Bas wakampatia maziwa. Alipomaliza kunywa maziwa akapata utulivu kidogo. Basi wakaanza kumuuliza, kitu gani kimekufanyikia mpaka ukaanguka kwenye hii kisima? Subhanallah, akasimama kutaka kueleza namna alivyoanguka kwenye ile kisima. Akaanguka tena kwenye ile kisima na ikawa ni sababu ya yeye kufariki. Riziki yake ya maziwa kulikuwa hakuna njia anaweza kuikosa, ndio maana akatolewa, akasaidiwa, akakunywa riziki yake ya mwisho kwenye hii dunia, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akachukua uhai wake. Fahakadha mas'ala ya riziki ya huyu mwanadamu. Riziki yako tayari imeandikwa ewe mwanadamu. Hakuna njia inaweza kukupita, kama vile mauti haiwezi kukupita na kusahau.